yanakuwa juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kiroho hayana kugushi. Mambo ya kiroho hayana kugushi. Ila mambo ya kidini yanagushi. Kidini nikivaa suti hivi na kora, mimi ni mchungaji. Hata kama jana nilala kwenye pombe. Tukikutana na watu wasema, "Shikamo baba mchungaji." Maana yani ni dini, ni mchungaji wa dini. Sio kitakatifu, sio kiroho. Lakini kiroho sio valio la hivi. Kiroho ni valio la ndani ambalo linajulikana kwenye mbegu ishukayo kutoka juu, ambayo inaingia ndani ya muamini baada ya kulisikia neno la Kristo. Kama tulivyosema jana, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Pasipo neno la Kristo hakuna imani sahihi. Waliopoteza neno la Kristo wamepoteza imani, wamepoteza kweli. Lazima turejee. Lazima turejee, tuwe na hofu juu ya neno la Mungu. Tunaposikia neno la Mungu tutetemeke, tuogope, maana yeye ni mhukumu mwenye haki, asiye na upendeleo. Hawezi kusema kwamba kwa kuwa ndichaye ni askofu, sasa ndichaye pita wewe. Hapana, lazima tabia yangu izungumze, ukiri wangu uzungumze, mwenendo wangu uzungumze. Unajua mimi na mama mzazi aliyenizaa, yeye huwa anasema hawezi kwenda motoni maana amemzaa askofu. Kwa hiyo Mungu atamuona mama yake na askofu. Mama yake na askofu pita. Nikasema mbingu haiko hivyo. Mbingu haiko hivyo. Mbingu inahitajika ukiri wa imani yako. Hata ukimzaa mchungaji, usimtiriti kama mtoto wako. Mchungaji ni mchungaji tu, ili upokee vitu vya kichungaji. Lakini ukimchukulia kama mtoto wako, utakosa unyenyekevu ambao Mungu anautafuta. Utakosa utii ambao Mungu anautafuta. Lazima vile viashirio Yesu avione. Haleluya! Lazima Yesu avione. Lazima Yesu avione, wapendwa. Avione katika siku za maisha yetu. Kwa hiyo ni muhimu Mungu anapofanya upimaji wake akukute uko strong, akukute una nguvu ya kupita katika vipimo vile. Vikunywa maji kwa kuramba, wakaweka mkono wa kulia, maana ni washindi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi Mungu atuweke mkono wa kulia wa kunywa maji kwa kuramba, sio wa kupiga magoti na kunywa kichwa unainamisha kabisa kama siye na matumaini. Aliye na matumaini na kunywa na angalia huku na huku, huyo ndiye aliye mwaminifu, anayefaa kukabiliana na kila jeshi linalojitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale wanaoandika hivi, Mungu hutupima katika vitu vya kawaida vya maisha yetu. Mungu hutupima katika vitu vya kawaida vya maisha yetu. Yaani kwenye vyanzo, yani nia, maamuzi ya nia yako. Maamuzi ya nia yako kati ya kusudi la Mungu na kusudi la kidunia, au niseme kusudi la kimaisha ya kawaida. Yani kupambanishwa jambo la kiroho na jambo la kimwili. Mungu yote anayaweka pamoja. Hili jambo la kimwili linaweza lisiwe dhambi,
naona, lakini likatengwa na jambo la kiroho, ili huyu mwenye hekima, maana Biblia inasema kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa maarifa. Sasa Mungu analiweka hilo la kimwili, analiweka na hili hapa la kiroho, kwamba huyu mtu wa Mungu afanye uchaguzi. Sasa Mungu anaangalia nia yako itachagua wapi. Nia yako itachagua wapi? Kwa mfano, kuna kazi ya kupata shilingi 10,000, lakini kuna ibada ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Viwili vimewekwa mbele yako ili mtu wa Mungu ufanye uchaguzi kati ya 10,000 na ibada. Ufanye uchaguzi. Mungu anaweza katupima kwa hilo, kwa sababu neno lake limeshasema usiache kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Sasa umeshajifunza na agizo hilo kwamba usiache kukutanika kama ilivyo desturi, maana katika kukutanika kuna makusudi ya Mungu. Anasema kuna kutiana moyo, anasema kuna kuonyana. Unaona? Sasa anasema uchague. Unachagua kwenda kuonywa, unachagua kwenda kutiwa moyo, au unachagua kwenda kwenye 10,000? Unachagua kwenda kwenye 10,000. Mama Rameki, wewe unachagua wapi? Unachagua kwenye 10,000 kwenda kuonywa, ndio unachagua kabisa. Hivi na wewe unachaguaje? Mama Menga anachagua kwenda kuonywa. Mama Mwizarubi, wewe unachaguaje? Mambo ya Mungu hayana sayansi, hayana siasa. Hayana siasa. Ni amina na kweli. Wewe unaweza ukachagua wapi? Kwenda kuonywa au kutiwa moyo? Kabisa. Labda mzee wa kanisa Deva tuambie ukweli. Wewe unachagua wapi? Si nimewaambia? Umesikia? Tuijue. Hivi 10,000 na kataa nyingine. Ikija ukaiona inakuja sawa, nikileta ili itaongezeka kwenye ndio maisha ya kibinadamu. Ukipata raki unataka upate raki nyingine. Na Biblia imeshatangulia kutuonya, Devi aliye mwaminifu kwa kidogo anakuwa mwaminifu na kwa si neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka aone tunatabikaje kwa ajili yake. Tunasumbukaje kwa ajili ya agizo lake. Tunahangaika kiasi gani kwa ajili yake. Hicho kitu ni cha muhimu sana. Ndio unaweza kaona safari ya wana wa Israeli ya kutumia siku 11 walitumia miaka 40. Kilichosababisha ni kule kujihangaikia mahali ambapo walihitaji waamini Mungu ili Mungu aende pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Naambieni kanisa, haya ndiyo naleta shida katika maisha yetu. Wakati mwingine kuna mambo mazuri na makubwa
ambayo Mungu alikuwa anatamani ayaweke mikononi mwetu kwa wakati mchache, lakini kulingana na maisha yetu ya kiroho yalivyo, tunazunguka muda mrefu, kwa sababu tulipopimwa kwenye vipimo tulipwaya. Jamani, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, tupatie neema ya kutambua, neema ya kufahamu, neema ya kugundua. Tunapoishi tuishi na maisha ya ushindi, kama alivyosema ametupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitakachoweza kutudhuru. Ni pale ambapo Yesu akituangalia atuamini. Yesu asiwe na mashaka na matendo yetu. Yesu asiwe na mashaka na mwenendo wetu. Yesu asiwe na mashaka na msimamo wetu. Yesu asiwe na mashaka na maneno yetu. Yesu anapotuangalia adhibitisha, sema huyu ni mwanafunzi wangu kweli kweli. Huyu ni mwanafunzi wangu kweli kweli. Afurahie na kuambia, utashangaa hata kama kuna mitego iko mbele yako. Unajua ni rahisi kuomba Mungu, nitegue na mitego ambayo iko mbele yangu, niokoe na uharibifu, lakini ukasahau kuangalia matendo yako na njia zako. Lakini ukitaka uwe mtu unayetisha, uwe mtu wa maombi. Uwe mtu wa maombi na uwe mtu wa kulikiri neno la Mungu, kuliamini neno la Mungu siku zote za maisha yako. Unajua ukiwa mtu wa maombi ni mtu wa ajabu sana, na utapewa mamlaka juu ya neno la Mungu. Nasoma habari za Elisha, neema ya wokovu ilimkuta kwenye shamba. Yuko analima, alikuwa mkulima. Neema ilipompata, alichokifanya akasema, sasa hizi ng'ombe zote zinazonifanya niwe mkulima, maana zitakuwa kikwazo. Sasa hizi ng'ombe zote zipikwe zote, nisiwe na shughuli hiyo tena, maana ni kikwazo kwenye wito nilioitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mtu ambaye yuko makini. Unajua lile jamaa lilikuwa la ajabu sana. Yaani lilikuwa na macho ya ziada. Hata Washami walipokuwa wanakuja kumzunguka, yeye akiwaangalia na waona ni wachache sana, lakini anaona yeye ni mpana, anazingirwa na malaika wengi, hakuna adui anaweza kumfikia. Na hiyo ni siri katika mazingira ya watu wa Mungu. Si kwamba watu wa Mungu wote tuna uniform, lakini kila mtu anayaishi maisha